Habari za muda huu ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza kabisa nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru. Mmekuwa mkifanya kazi kubwa ya kuhakikisha mnatupa support, kazi zetu zinakuwa zikiwafikia wale ambao tunawalenga, na maanisha mashabiki zetu. Nitumie nafasi hii kuwapongeza kwa hilo. Nyie ni moja ya watu ambao mna mchango mkubwa sana kwenye kuikuza tasnia nzima ya stand up comedy. Lengo kuu la kuwaita hapa ni kuwajulisha, lakini pia kutumia nafasi hii kuwakaribisha waandishi wa habari. Ndio watakuwa walikuwa wangu wa kwanza kwenye event yangu ya kesho. Kesho nafanya comedy special yangu ya kwanza. Kwa ambao wafahamu comedy special, ile ni extended performance. Ni performance ya muda mrefu ambayo inaanzia nusu saa mpaka saa. Ili kuweza kueleweka haraka haraka tu, naweza kusema comedy special ni kama watu wanavyoita album kwenye industry ya muziki. Kwa hiyo kiufupi tu naweza nikasema kesho nitafanya album yangu ya kwanza. Show itafanyika maeneo haya tuliyopo, jengo hili la PSSF Commercial Complex, na itakuwa na wahudhuriaji mbalimbali wakiwemo wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa Bongo Movie, wakurugenzi wa makampuni mbalimbali, viongozi mbalimbali wa kisiasa ambao wanahusisha chama na serikali. Lakini pia tutakuwa na waalikwa au watazamaji wengine ambao ni mashabiki zetu, ambao ni mashabiki zangu, hususan wamekuwa wakinifuatilia toka mwanzo. Kwa hiyo event yetu itatarajiwa kuanza mida ya saa 1 siku ya kesho na kuisha saa 6. Kwenye event hiyo kuna siti za aina 3. Kuna makochi, VIP na regular. Makochi sitayazungumzia kwa sababu mpaka ninapoongea hapa tayari yamekwisha, kwa hiyo hatuna makochi ya ziada. Kwa hiyo nitaongelea viingilio vya VIP na regular, ambao VIP tiketi zake unazipata kwa shilingi 50,000, regular ni shilingi 20,000. Na maeneo ya kupata tiketi yako yako wazi. Kwanza unaweza kupata kupitia simu yako ya mkononi kwenye application 2, Nilipe app na OTAP. Lakini pia unaweza kupata kwenye vituo vyote ambavyo tumesambaza tiketi zetu. Kituo cha kwanza ni Mark Juice Sinza Afrika Sana, lakini hapo Sinza zinapatikana Simkitaa. Ukitoka Sinza Magomeni zinapatikana kwa Sharobaro wa Instagram. Ukitoka Magomeni Kariakoo zinapatikana kwa Lampard Electronic. Lakini kwa Mlimani City zinapatikana Little Mo. Lakini pia hiyo Mlimani Tower pale zinapatikana Cutting Master Barber Shop. Kwa vituo vyote nilivyokutajia unaweza ukaenda ukajipatia tiketi yako kwa ajili ya event ya kesho. Cha kwanza, event ya kesho sio event ya kawaida. Cha kwanza ni outing. Wote tunajua kesho yake ni Idi. Kwa hiyo tumekutafutia out huku ukisubiri Idi siku ya Jumamosi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu tujitokeze kwa wingi, tuhakikishe tunakuwa pamoja katika historia ya kesho. Lakini kubwa zaidi, mbali na watu kuwepo ukumbini, event yetu itarushwa live nchi nzima kupitia Azam TV channel namba 414 pamoja na sinema zetu. Channel hizo mbili kwenye decoder ya Azam zitarusha tukio live kuanzia mwanzo wa tukio mpaka mwisho. Lakini ukiacha mimi kuperform, watakuwepo wachekeshaji mbalimbali ambao watakuwa wananisindikiza, akiwemo Mama Mawigi, Dogo Pepe, Ndaro, Steve Mausi na wengine wengi. Lakini unajua ili burudani iwe burudani, inabidi iwe imejitosheleza sehemu zote. Ukiachana na comedy, tutakuwa na burudani ya muziki, tutakuwa na wasanii A-list kabisa wa muziki, kuhakikisha watu ambao wanakuja kwenye event yetu wanapata pia ladha ya Bongo Flava. Mmoja wa wasanii wa muziki ambao wataperform pale, tutakuwa naye kakaangu Dully Sax. Kwa Dully Sax ataperform kuhakikisha watu wanaenjoy pia muziki mzuri. Unajua Bongo Flava bila Dully Sax inakuwa bado haijawa Bongo Flava. Kwa Dully Sax ataongoza performance zote za Bongo Flava ambazo zitafanyika ukumbini siku ya kesho. Lakini pia show nzima itakuwa hosted by Koi Mzungu.
ya. Kwa hiyo mzungu atahakikisha anahosti tukio hilo mwanzo mwisho. Kwa hiyo ombi langu kwa Watanzania, mashabiki wa Side Side na mashabiki wa stand up comedy na wale wapenda burudani wote, tununue tiketi zetu kwa wingi. Siku ya kesho tukutane hapa PSSF Commercial Complex. Lakini pia atakuwepo mama yangu, kwa mara ya kwanza yupo kwenye press hapa. Huyu ni mama yangu mzazi kabisa. Bina alikuwa umeona kumwangalia kwenye kamera umuone vizuri. Kwa hiyo ni mama yangu, nimetoka kumpokea. Kaambia kabla tujafika nyumbani na press, tupitie kwenye press kabisa alafu tuende nyumbani. Kwa hiyo ni mama yangu na huyu ni dada yangu. Akitoka huyu kuzaliwa ndo nazaliwa mimi. Huyu anaitwa Husna. Yeah. Mimi nimeanza kumwangalia macho ya tamaa washenzi. Amenipigia. By the way, mara mwisho paka tunaongea jana, Harmonize amesema anakuja kwenye show. Harmonize anakuja kwenye show. Alikuwa aje Harmonize na Rayvanny, ila Rayvanny ameniambia anasafiri leo, anaenda India kwa ajili ya shoot video yake. Kwa hiyo Rayvanny hatakuwepo, ila Harmonize anakuja. Harmonize, Barnaba, wasanii wengi watakuwepo ndani. Okay, sasa hivi hongera na umefanya kitu kubwa sana. Kwa nini kwanza hatuonani comedy show? Na why? Tunafahamu pia sasa hivi chimbuko lake ni kutokea Mwanza. Kwa nini labda pengine hii ndio ilikuwa ni show ya mara ya kwanza, labda pengine ilianzia Mwanza then ikawa na part nyingine ambayo ikafanyika hapa Dar es Salaam. Kwa nini umeanzia Dar es Salaam na isiyo labda kwanza pale msemo ambao umezaliwa? Hatuonani kwanza, tumefanya hatuonani kwa sababu cha kwanza pointi zilikuwa ni mbili. Hatujai kupata muda wa kukutana mimi na mashabiki zangu ana kwa ana. Kwa kuwa hatujaonana nikabidi tuongeze tarehe ambayo ni ya kuonana. Cha pili ni kile ambacho kilikuwa kinaendelea mtandaoni, mkijiuliza kwa nini mwambia rais hatuonani, mkaisi mmenikomesha. Roja anacheka. Hii ndio nikamwambia sasa kuonesha kwamba mimi niko sawa, tutafanya na hatuonani comedy show ili hatuonani tupate muda mrefu sana wa kuidiscuss. Lakini pia kwenye show yetu tutaongelea tukio zima ambalo mlikuwa mnajadili mtandaoni. So iko hivyo. Kuhusu swala kwa nini nimefanyia da nimefanya ni comedy special, ila Mwanza siwezi nikafanya show nyingine mpaka nikishafanya Homecoming. Kwa hiyo nikifanya Homecoming Mwanza naenda kufanya tukio lingine. Ni ngumu kwenda kufanya tu umetoka tu da naenda kufanya hii hatuonani Mwanza. Kwa ngoja kwanza tufanye hizi hatuonani Mwanza, tutafanya Homecoming na kila kitu kitakuwa sawa. Mama mwambie tu watu waje kwa sababu mama yangu amechoka pia. Nawe tangaza tiketi ili uone at least uchangie kuitafuta hii hela ambayo tunaitafuta. Mama zungumza na Tanzania wanatazama sasa hivi. Mimi kwa kweli napenda tu niwakaribisha kwenye show ya kesho, lakini pia niwapongeze na wale ambao tayari wameshachukua tiketi zao, lakini tiketi zilizobaki ni kama mlivyoambiwa ni zipo za 50,000 na 20,000. Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kununua tiketi, tukutane kesho. Sio kama tungemwandalia mama place yake. Kwa kweli maana maswali ni mengi. Kama mzazi nilijisikia vizuri sana. Kiukweli nilijisikia vizuri. Nilimpigia simu nikampongeza tu. Kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa tumeshaongea na mimi ndo shabiki yake mkubwa. Kwa hiyo huaga tunaongea mambo mengi, hata kazi zake huaga ananishirikisha. Namsupport. Mimi namsupport kwa 100% kwa kweli. Sawa, lakini pia nilikuwa nataka kufahamu Saidi alifanya kwa mara ya kwanza kwa Mheshimiwa Rais, amefanya kwa mara ya pili, comments zilikuja tofauti. Alizungumziwa na watu tofauti kwenye mitandao ya kijamii kama kwa biashara yake ya kufanya. Nataka wewe kama mama kwa ulipokea simu kiasi gani labda watu wakikwambia kuhusiana na kile Saidi, watu wanasema alikosea heshima Mheshimiwa Rais na nini. Kila mtu alikuwa na mtazamo wake juu ya kile kilichoendelea. Wewe kama mama na
tunataka kujua the situation ambayo tuko kwenye kile kipindi. Labda kuna hofu yoyote uliipata kupitia kijana wako basi sasa hivi baada ya kutrain kupitia mitandao ya kijamii? Mimi kwa upande wa hofu, kwa kweli sikuwa na hofu, isipokuwa nilijisikia tu vibaya the way walivyokuwa wanamshambulia ile mtandaoni, na kwa kipindi hicho kwa kweli sikuwahi kuongea na mtu yote kwenye simu. Hata mtu mwingine alikuwa ni labda ananitumia message, sijui ingia mtandaoni na nini, sikuwahi kumjibu mtu. Na Saidi sikuongea naye karibia nafikiri hata wiki 2 zilikuwa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nikaona, kwa sababu nilijua yani kipindi hicho na yeye mwenyewe pia atakuwa na stress. Kwa hiyo nikaamua tu nimwache atulie. Nilichofanya mimi nilikuwa tunaomba Mungu ili asiendelee kupaniki zaidi. Kwa hiyo baada ya wiki 2 nilimpigia tu simu tukaongea naye tu vizuri. Kwa hiyo niliendelea tu kumpa moyo na kumfanya aendelee tu kufocus bila kurudi nyuma. Amerithi kutoka kwa nani? Hiyo ni kipaji chake tunapoelekea Mwenyezi Mungu, siwezi kusema amerithi kwa nani. Labda wakati organize mara ya kwanza baada ya ile situation, tunakumbuka labda kitu gani chochote hasa ambacho mmeanza kufanya? Ni kama yani ni kama hii tu, nilimwambia vipi, mbona uko kimya sana, tuonani? Akanambia acha kwanza tu nini, akasema sasa hivi tuko busy kwanza kuangalia stories za mtandaoni, ndio tulipoanzia hapo.